Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuendelee kujifunza kupitia somo jipya. Somo linaitwa Roho Mtakatifu. Na nimeandika kitabu pia kinaitwa Roho Mtakatifu. Katika somo hili tutajifunza mambo mengi sana kuhusu Roho Mtakatifu. Kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Tutaangalia kipawa cha Roho Mtakatifu, kipawa kimoja cha Roho Mtakatifu. Alafu tutaangalia udhihirisho wa hicho kipawa chenye ukoje na kadhalika. Tutaangalia kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni kitu gani, kuongozwa na Roho Mtakatifu au utegemezi wa kwa Roho Mtakatifu. Mambo ya vipawa, baadhi ya vipawa nimevitaja, kimoja ni cha kunena kwa lugha mpya. Alafu makazi ya Roho Mtakatifu ni wapi? Hatimaye tutamaliza. Kwa hiyo ni safari ambayo tutakuwa nayo, ni nzuri sana. Katika safari hii ningeomba tuende pamoja. Makusudi ya kufundisha somo hili ni kwa sababu ya upekee wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu. Maisha ya mtu aliyookolewa, maisha ya wokovu hayawezekani kabisa bila Roho Mtakatifu. Yaani hayawezekani, ni impossible bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anayemwezesha mtu aliye katika wokovu kuweza kuishi maisha ya wokovu. Bila Roho Mtakatifu maisha ya wokovu hayawezekani. Na nimeshuhudia watu wengi wakiokoka, wengine wameokoka kwa namna ya kipekee kabisa. Lakini baada ya muda anarudi kwenye maisha yale ya zamani, kwa sababu anakuwa amekosa nguvu za kumsaidia kuendelea katika wokovu. Kwa sababu unahitaji nguvu kuweza kuishi maisha ya wokovu. Unahitaji nguvu. Kwa kama utangulizi, nitaanza kwa kusoma moja kwa moja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, ambapo anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo mwandishi hapa ni mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anaitwa Luka. Alikuwa akinukuu maneno ya Bwana Yesu wakati kabla hajapaa. Akawaambia wanafunzi wake, msiondoke hapo Yerusalemu. Msiondoke hapo Yerusalemu, kwa sababu walikuwa wamekaa katika mahali pa kujificha wakiwaogopa Wayahudi. Kwa hiyo akawaambia msiondoke hapo mlipojificha, pamoja na kwamba nimewafundisha kwa miaka 3 mfululizo, lakini msiondoke mpaka atakapowajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwajilia juu yenu, mtapokea nguvu. Ile nguvu itawafanya muwe mashahidi wangu, muwe effective, muwe efficient, mkaeneze Injili. Anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya nchi. Na ushuhuda huu ni wa kweli, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, sasa hawa ndugu walipokea Roho Mtakatifu. Walipopokea Roho Mtakatifu walikuwa tofauti kabisa na vile ambavyo walikuwa kabla, kwa sababu kabla hawajapokea Roho Mtakatifu walikuwa wamejificha. Walikuwa wanawaogopa wale wauaji wa Yesu, wale waliokuwa wamemuua Yesu. Walikuwa wanawaogopa kwamba na wao watapitia kile ambacho Bwana Yesu alipitia. Walikuwa wanaogopa, wana kitete, hawawezi hata kujitetea, wamejificha, wako ndani ya nyumba. Kwa hiyo alivyowajilia juu ya Roho Mtakatifu wakawa tofauti, wakawa na ujasiri, wakaweza kutoka sasa. Wakafanya kwanza, tendo kubwa sana lilifanyika siku hiyo, kwa sababu kulikuwa na ongezeko la watu 3,000 katika kanisa la Mungu. Watu 3,000 wakaongezeka kutokana na
ujio wa Roho Mtakatifu, maana walikuwa wakishangaa, yani Mungu mwenyewe akawavuta watu kwake, watu 3,000. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kupokea Roho Mtakatifu, maana katika Roho Mtakatifu ndio kwenye nguvu zinazomwezesha mtu kushinda mazingira yote ya maisha haya ya uharibifu, kushinda uchovu, kushinda uzito, kushinda uvivu, kushinda uharibifu wa dhambi, kushinda tamaa za mwili, kushinda kila unakokwenda, kila utakachokigusa utashinda. Roho Mtakatifu ndio atakaye kuwezesha, kwa sababu katika kule kushinda ndiko kunako lihubiri neno la Mungu. Yani kuhubiri neno la Mungu au kumdhihirisha Yesu hapa duniani kunatokana na ushindi unaopata kila wakati. Hakutokani na mateso unayoyapata, hakutokani na shida unazozipata na unazovumilia. Kunatokana na ushindi unaopata. Kila unapopata ushindi, ule ushindi unafanyika kuwa ushuhuda kwa ajili ya wengine waweze kumwamini huyo Yesu. Wengine wataona, watasema tunamtaka yule anayekuwezesha, tunataka hiyo nguvu inayokuwezesha wewe kushinda. Kwa tukiongelea nguvu, mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nacheza sana mpira. Mchezaji mpira, sio mkubwa, lakini kwa kweli nilikuwa na destiny kwenye mpira. Kama mifumo ya michezo Tanzania ingekuwa kama nchi kama Uingereza, au niseme kama ningekuwa Uingereza alafu nisiharibikiwe, maana wanaokuwa Uingereza nao wanaweza kuharibikiwa mapema kabla chochote hakijatokea, ningeweza kuwa mmoja katika ma legends wa mpira sasa hivi, maana nilikuwa nacheza mpira kweli kweli. Nilikuwa najulikana kwa kucheza mpira. Sasa mwanzoni wakati nacheza mpira nilikuwa na hakika kwamba nahitaji nguvu za kucheza mpira. Yaani kuna nguvu za ziada nazihitaji. Na leo ukijaribu kufuatilia hawa wanaocheza mpira, sasa katika mazingira yetu hapa, kuna nguvu wanazitumia. Ukifuatilia mpira wa Kitanzania, yani ni vichekesho kwa kweli. Wanatumia nguvu, zinaitwa nguvu za giza. Yani wanajisifia kwa kutumia hizo nguvu za giza. Kwa tuliacha, lakini my point ni kwamba unahitaji nguvu ili uweze kufanya chochote unachokifanya. Kama unafanya biashara, unahitaji nguvu ya kufanya biashara. Kama unalima, unahitaji nguvu ya kulima. Kama unasoma, unahitaji nguvu ya kusoma ili ufaulu. Kama wewe ni mchungaji, unahitaji nguvu ya Mungu ili kumdhihirisha Mungu katika huduma yako. Kama wewe ni mwinjilisti, unahitaji nguvu ya Mungu ili kuwe na tofauti kati yako na kati ya wewe kama mtu tu na kile cha Mungu unachokifanya. Kwa sababu unachokifanya sio cha kwako, ni cha Mungu. Ukifanya kama vile kwa mazoea, kwa sababu una uwezo wa kufanya kimwili tu, utapata matokeo ya kimwili. Yaani bila Roho Mtakatifu mtu anapata matokeo ya kawaida. Roho Mtakatifu ndio anayemwezesha mtu kuwa tofauti, kuwa sio mtu wa kawaida. Nimwongelee ndugu mmoja anaitwa Sauli. Alikuwa mfalme wa Israeli wa kwanza wa Israeli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Wakati anaapishwa, anapakwa mafuta kuwa mfalme, Nabii Samueli alimwambia inaonyesha kwamba alipopakwa mafuta alifanyika kuwa mtu mwingine. Yaani kuna cha ziada kilichoongezeka katika utu wa Samueli. Hakuwa tena yule mtu wa Sauli, hakuwa tena yule mtu muoga, kwa sababu alipokwenda kuapishwa watu wamekusanyika wanataka kumwapisha mfalme, alishakuwa ameshapakwa mafuta. Watu wamekusanyana wanataka kumwapisha mfalme wamuone, akakimbia akajificha. Alikuwa ni mtu mwenye haya, mwenye aibu, akajificha mbali kabisa kwa hofu. Anaogopa nini? Anaogopa watu, kundi la watu.
na alikuwa ni jitu lililojengeka, lisingekuwa na uoga mbele za watu kwa kutumia tu nguvu za kimwili, lakini lilikuwa na uoga kwa sababu kile lilichokuwa linakwenda kukifanya kilikuwa ni cha Mungu. Kwa hiyo likajificha bwana, wakatafuta wakaja kulipata baadaye, ndo wakalileta. Limejificha jitu yani jibarobaro limejificha, linaogopa watu. Lakini baada ya kupakwa mafuta yale, akaanza kuwa na boldness, akaanza kuwa mtu mwingine, akaweza kuwa mfalme. Yale mafuta yalikuwa yanaashiria uwepo ulio zaidi ya uwepo wa kibinadamu, yani uwepo wa Mungu. Watu wanaita uvuvio. Alivuviwa uwepo wa Mungu, akawa anatembea na uwepo wa Mungu, anafanya mambo aliyokuwa anayafanya kwa uwepo wa Mungu, akawa na utiisho wa kiungu. Alikuwa na utiisho ambao unatokana na Mungu tu. Kwa hivyo na wengine wote, wafalme wote walikuwa wanapakwa mafuta, yani wanapewa uvuvio wa Mungu. Na manabii wote walikuwa ni watu ambao wanatembea na uvuvio wa Mungu, wana uvuvio wa Mungu. Ile mafuta ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu, yani ishara ya Mungu anayenenda pamoja na wanadamu, anayeishi pamoja na wanadamu, ambaye amefanya makao yake permanently kwa wanadamu. Lakini hapo kwanza, katika enzi hizo za Agano la Kale, hakukuwa na hiyo permanence ya Mungu kuwa na wanadamu. Mungu alikuwa akija kwa wanadamu mara chache na kuondoka. Nafikiri tutayaona zaidi hapo mbele. Kwa hapa agizo la Yesu lilikuwa ni agizo la msingi sana, kwamba lazima kwanza tusubiri tupokee nguvu kabla ya kufanya chochote ambacho tunahitaji kukifanya. Kwa hiyo katika utangulizi, ningependa kusisitiza sana, kuna umuhimu mkubwa sana wa mtu kuwa na Roho Mtakatifu. Yaani huyu Roho Mtakatifu ni wa muhimu kiasi hicho. Yesu anawaambia, nimewafundisha miaka 3, lakini subirini, msiende kwenye kuhubiri, subirini mpaka mpokee nguvu, mpaka mumpokee Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hamuwezi hata kuchukua hatua moja, mtaishia kwenye mambo yenu ya kibinadamu. Na ndivyo ilivyo kwa watu wengi hata sasa, ambao hawana Roho Mtakatifu katika utendaji wao. Excuse me. Wako wenyewe tu, wanapata matokeo ya kwao tu, hawapati matokeo ya Mungu. Matokeo kama hauna Roho Mtakatifu, wewe ni mtu wa kawaida tu, hata ukiwa na talent kibinadamu ya namna gani, ni mtu wa kawaida tu, mpaka pale unapopokea Roho Mtakatifu. Ndipo kunakuwa na tofauti kati ya mtu na mambo yake na maisha yake na madhaifu yake na kile ambacho Mungu anakifanya. Kwa hiyo watu wataona kwamba ni Mungu anafanya. Inawezekana kuna kitu unakifanya cha Mungu kizuri, lakini unakifanya superficially, because if you are not supernatural, you are just superficial. The Holy Spirit gives you this, endows you with the supernatural endowments, vitu ambavyo ni supernatural, vitakavyokuwezesha kufanya kitu cha Mungu. Tutaendelea na utangulizi huu, maana ni muhimu sana tukaweka misingi vizuri ya kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, ili tunapokwenda zaidi tuwe na uelewa.